Filamu inaanza katika shule ya bweni ya wasichana ambapo wote wanaenda kwenye sala asubuhi, lakini wakati huo Harina anahisi usingizi sana, hivyo anarudi chumbani kwake. Mwanafunzi mwenzake anaitwa Ruby anashangaa kuona ameondoka tu hivyo. Hata hivyo kila mtu anaendelea na shughuli zake na Harina anapitiwa na usingizi chumbani kwake. Mwalimu anapogundua hili anakasirika sana. Kama adhabu kwa kosa la Harina, darasa lote linaadhibiwa. Adhabu yao ni kusafisha shule nzima. Ruby ndiye ambaye anakasirika zaidi. Anaona kwamba kosa ni la Harina, so kila mtu inabidi aadhibiwe kivyake. Anaenda bafuni ambapo Harina na wasichana wengine wanafanya usafi. Anapomwona Harina akionekana kufurahia kazi, anazidi kukasirika na kumwambia kwa ukali, wewe unajipumzisha na kufurahia tu, sisi tunafanya kazi yote hii. Anasema kione kilivyo, kwanza inabidi tukiache chenyewe kifanye kazi zote, sio kutosababisha sisi tufanye yasiyotuhusu. Ron ambaye ni mwenzake wa chumba, rafiki yake na Harina, anaingilia kati na kumwambia Ruby asiongee hivyo, kwani Harina ni mpya aka mgeni na hajui sheria bado. Lakini Ruby anasema Harina ameanza tayari kuwasumbua. Anasema darasa letu awali halikuwahi kukutana na ujinga kama huu, sababu wamekuwa na nidhamu ya hali ya juu sana. Anasema aliyesababisha shida afanye mwenyewe, kisha anatupa matope zaidi ili kumfanya Harina apate tabu ya kufanya usafi, na anaondoka na wengine. Wasichana wote wanamwacha Harina peke yake isipokuwa Ron anayemhurumia. Harina anamwambia Ron anaweza kuondoka, lakini Ron anakataa na anaendelea kumsaidia, na hapo urafiki wao unaanza kukua. Baadaye Harina anamweleza Ron kuwa maisha ya bweni ni magumu kwake kwa sababu hajawahi kufanya kazi kama hizo. Akiwa mtoto wa pekee alipewa kila kitu alichotaka, hivyo kuzoea sheria kali za shule ni changamoto kwake. Siku inayofuata ni siku ya wazazi kutembelea watoto wao. Mama yake Harina amekuja kumtembelea mwanaye, na Harina analalamika kuwa hataki kubaki hapo kwa sababu hakuna anayempenda wala kumjali. Mama yake anamfariji na kumwambia ajaribu angalau muhula mmoja na asiwe anashaka, baada ya muda wenzake watampenda sana. Wakati huo Harina anaona wazazi wa Ruby wakimgombeza na anatambua kuwa Ruby anaadhibiwa kwa sababu yake, jambo linalomfanya ajisikie vibaya, lakini chuki ya Ruby inaongezeka. Mzee Mtata anauliza, nyinyi mnakosa nyinyi tu, kila siku makosa yanatoka wapi? Si wapi hela ya chakula? Mmewahi kufukuzwa hata ada hapa shule? Mzee anasema mnadhani nitawarejesha nyumbani, sio? Upande huu mama Harina amerejea nyumbani na hapa anampatia taarifa ya kilichojiri shuleni kwa mwanaye. Mama anasema mtoto amekumisi sana kule shule. Alipoulizwa kuhusu maendeleo, mama Harina anasema wewe acha tu, anasema anaendelea vizuri mno. Mama yake anasema lakini Harina anasema hajaipenda kabisa ile shule, so anafikiria kurejea nyumbani ili awe anasoma day. Mzee anasema huyu mtoto naye ni kichomi, yaani mwezi mmoja tu tayari anasema hiyo shule haitaki. Ni kitu gani mtoto anaweza kujifunza kwa mwezi mmoja pekee hapo shule? Hata kama kusoma Quran bado hajui vizuri. Mzee anamaliza kwa kusema hebu mwache aendelee kusoma hapo ili ajifunze na nidhamu. Harina anaonekana akisoma Quran vizuri usiku huu, jambo linalomfurahisha Ron. Baadaye Ruby na marafiki zake wanaingia chumbani kwa Harina. Wamekuja kisharishari hapa, wanamsalimia asalamu alaikum Harina. Hapa Umi anamuuliza, sasa wewe ulikuwa unasemaje? Maana kwa umbea wako mambo yameanza kukutoka, sio? Umeanza kutoa maneno. Wakaanza kumtembezea kichapo hapa. Mmoja akachukua chakula akala, then kisufuria akakitupa chini. Akataka kukimbia, akakamatwa na wengine, then wakamchoma mkono kwa pasi ya moto. Harina anajaribu kutoroka, lakini wanamkamata tena na kumuumiza zaidi. Harina alikimbia, lakini wakamdaka na kumrejesha tena eneo la mateso. Alichapika, miksa, kuchomwa mkono na maji ya moto. Hawa mabinti walikuwa na roho ngumu sana, unaambiwa. Kama haitoshi, mpaka maji ya moto wakamwagia mwilini mwake kama mbaya tu. Wenzake wanasema hichi Harina ni kimbea kinoma. Harina alitoroka nje ya shule huku akiwa wanamfukuza wenzie, lakini ghafla alipoingia barabarani aligongwa na gari pale pale.
Kesho yake baba yake Harina anafika hospitalini na kukuta hali yake ni mbaya sana. Anapowaona walimu na wakasirikia sana. Muda mfupi baadaye mashine inaonyesha kuwa Harina amefariki. Mzee wake Harina aliamsha popo kwa hawa walimu kwamba wameona ajali tu lakini hawajaona kama mwanaye ana majeraha ya kuchomwa na pasi. Mzee anasema, acheni kunichanganya, mwanangu aliwezaje kutoka nje ya geti la shule pasipo ninyi kujua? Nonsense kabisa mnazungumza. Wiki moja baadaye wale mabinti waliotembeza kichapo kwa Harina wakiwa wananua nguo wanamwona Harina, lakini sura yake safari hii ni ya kutisha kama mzimu. Huu mzimu unawaambia assalamu alaikum bila aibu, kikaitikia hichi kidada. Hawa mabinti walikuwa wakipata mawaidha hapa, lakini Harina ameshaanza shughuli ya kuwatokea watu na tayari huyu mwalimu wao ameshakutana na hicho kitu, so ana hofu sana. Hapa jamaa anasema Harina amebarikiwa na Allah na amekuwa na bahati sana, sababu amerejea upya hapa shuleni akiwa mzima wa afya kabisa. Wote wanaogopa, hasa wale waliomtesa. Matukio ya ajabu na ya kutisha yanaanza kutokea. Wanafunzi wanapagawa, sauti za kutisha zinasikika na baadhi yao wanauawa. Runa mwenzake na walikuja kufanya usafi hapa chooni na mwenzie, lakini alipoingia huko ndani alianza kusikia sauti za milango ikijifunga na anayefunga haonekani. Kelele za kutisha pia zilianza kusikika huko ndani, hali isiyokuwa ya kawaida kabisa. Run huyu hapa kanasa mtumbwi wa vibwengo. Mzimu wa Harina unasema kwamba adhabu aliyofanya uhalifu ni kumfanyia naye uhalifu. Akala roba ya mbao zip. Shekhe anastuka, anafungua mlango naye anakutana na mabalaa. Hili pepo linasema, na wewe nitakuunganisha na hao wahalifu wenzio, siwezi kukuacha, lazima uage. Goodbye. Harina alianza kuja kwa mtindo wa sura ya miongoni mwa rafiki zake, haswa Siti. So hapa analia kwamba kaini pembeni, huyo ni Harina, lakini wanaoambiwa wanahisi mwenzao kapagawa. Hawa mabinti kinachowachanganya ni tabasamu pia ambalo sio la kuisha kutoka kwa Harina, lakini awali hakuwa anajua vizuri kusoma Qur'an, lakini sasa anaonekana kuwa master kabisa, hakosei kitu. Sasa wanajiuliza ameweza vipi na ameweza lini? Mbona imekuwa ghafla? Harina anaendelea kutokea hovyo hovyo huku akiwa anachechemea. Pia msikitini kuna huyo binti alikuwa akiswali. Ghafla umeme ukazimika, ukawaka, ukazimika, ukawaka. Ruby amepoteza maisha hatimaye baada ya kukutana na mabalaa. Kumbuka dawa ya ubaya ni ubaya vile vile. Harina ameanza na moja baada ya mwingine. Ngoma imeshakuwa nzito hii. Upande huu Harina yupo na ukaribu sana na Ranum kuliko wale wa halifu wengine ambao wao wanaishia kupokea salamu tu, tena assalamu alaikum. Huyu shehe hapa anatoa wazo kwamba sasa umefika muda mwafaka wa kumtaarifu mzazi wake Harina kuwa mtoto wao amekuwa ni changamoto hapa shule. Kila tukio la ushirikina anaonekana, na kama haitoshi anawatokea wanafunzi wengine usiku. Huyu maadamu anasema hakuna ushahidi wa kujitosheleza kumwambia mzazi wake, la sivyo tunaweza kuwarejesha wanafunzi makwao ili wawe salama zaidi, hasa usiku. Hawa mabinti hapa wanalaumiana kwa walichokifanya hapo awali. Huenda ndio chanzo cha endapo wasingefanya hivyo, huenda mambo yangekuwa shwari kabisa. Wanapeana moyo kwamba mambo yataisha na kila kitu kitakuwa vizuri, haya yote magumu yatakwisha. Upande huu Ranun anautafuta usingizi lakini haupati. Kuna vitu anahisi havipo sawa eneo hili. Asichojua ni kwamba Harina tayari amewasili eneo la tukio. Hapa ni nginja, mlango kujifunga na kujifungua moja kwa moja. Hawa nao wanamtafuta mwenzao Ranun na hawamuoni. Maswali ni mengi, je, kaenda wapi? Tafuta we, lakini wapi? Ghafla Sweety naye amepotea ghafla. Dila anaita tu titi. Kuna sauti ya Harina inasema assalamu alaikum, peace be upon you Dila. We asikwambie mtu, moja haikai, tatu haikai. Shakuwa mbaya hapa. Dila aliona sura ya kutisha ya Harina, lakini ghafla anamwambia Dila, mimi ni Tila, tulia. Oya, sio poa. Siti naye upande huu kilimkuta kitu, so alitoka lesi kuelekea msikitini. Cha kushangaza, Siti amekimbilia huku msikitini, lakini kwa mbali anamuona Harina. Sasa anajiuliza amefikaje huku, mambo yameshakuwa mabaya haya. Dila alikimbilia kwa ustazi huku, lakini ustaz inaonekana kazima. Harina alimtokea Dila hapa akiwa anamwamsha ustaz ili awasaidie.
mambo yameharibika haya. Dila naye alikutana na kitu kizito. Alipoteza maisha akiwa msikitini na swali. Cha kushangaza, watu hawajagundua eneo hili kuwa wanapoteza maisha kwa vifo vya kufanana, na pia kuna namna wanakuwa wameungua usoni kiasi cha kuonekana kama wamejawa majivu kabisa, aka kuna adhabu fulani hivi ambayo ni kama wanapewa. Hawa mabinti wanawaeleza maustazi kwamba Halina ndio chanzo cha vifo hivi. Wanasema walishuhudia akiwa na mkaba Dil kule chumbani kwake. Wanafunzi wote hapa wanaitwa kukusanyika msikitini. Hawa wababa wanaendelea kumwangalia Harina lakini haonekani. Ishakuwa balaa. Wanafunzi inabidi walale msikitini na walimu wao usiku huu. Mama Harina amepigiwa simu kujulishwa mambo si mambo huku. Harina alikuja kulala pembeni ya Ranum. Oya, so poa, mambo ni live. Aliitwa na jina kabisa, lakini alipogeuka alimuona besti yake T. Shehe hapa na mlisha huyu pepo atoke kwenye mwili wa Harina, lakini huyu pepo anasema yupo kwa ajili ya kulipiza ubaya tu. Kadri mambo yanavyoendelea, inagundulika kuwa Harina hakuwa hai tena, bali mwili wake umetwaliwa na pepo. Walimu wanajaribu kumtoa pepo huyo kupitia maombi. Wakati huo ukweli unaanza kufichuka. Ajali iliyomuua Harina ilisababishwa na mama yake mwenyewe bila kujua. Baba yake Harina alikuwa hawezi kukubali kifo cha binti yake. Alimpeleka kwa mganga ambaye alimpa msumari wa chuma na kumwambia utundike kea upige kichwani ili kumrudisha na kulipiza kisasi. Baba yake alifanya hivyo, na tangu hapo Harina alirudi akiwa na nguvu za kishetani. Mwisho baba yake anang'oa ule msumari kichwani mwa Harina na vurugu zote zinaisha. Wanafunzi wote wanarudishwa nyumbani. Mwisho kabisa baba yake Harina anakutana tena na yule mganga ambaye anamwambia hakupaswa kuondoa msumari kabla kisasi hakijakamilika, so ikiashiria kwamba huenda balaa lingine linaweza kutokea. Bwana we, make sure na subscribe na like na comment na kushare bonge moja la movie hili hapa, na recap zingine kali zinafuata.